Naam, huku kina mama wengi wakitambulika kwa michango mbalimbali ya kuinua na kujenga jamii, Rosbella Odhiambo aliamua kuendeleza jukumu la kuwatafutia wanawe elimu bora, ikizingatiwa kwamba mama ndiye mwalimu wa kwanza anayemwandaa mtoto kukabiliana na ulimwengu. Ari yake ya elimu bora na sio bora elimu ilimsukuma kuanzisha shule ambayo kufikia sasa imezalisha shule zaidi ya 5 hapa jijini Nairobi na viungani mwake. Katika makala yetu ya Mwanamke Bomba wiki hii, Rosbella anasimulia mengi kuhusiana na safari yake ya kuanzisha na kulea biashara yake ya shule za Good Testimony ambazo pia ni tegemeo la wengi wanaojipatia riziki kupitia ajira anazotoa. Mwanamke Bomba imeletwa kwako na Equity. Start your Fanikisha journey, Equity today. Rosbella ni mama. Rosbella ni mkurugenzi wa mashule ya Good Testimony Schools iliyo maeneo ya Nairobi na Kajiado. Ni mwenyekiti wa kitaifa wa shirika za shule kibinafsi. Na tangia niwe mchanga nilienzi elimu. Na nilipopata watoto wangu mimi binafsi, niliona ya kwamba niwape watoto wangu elimu bora. Shughuli za kuanza shule zilikuwa na changamoto. Ilifika mahali shule ilikuwa inakuwa kwa kasi sana, na hela za kuiendeleza hazikuwa zipo, kwa sababu kila mwaka nilihitaji kuweka hela nyingi ili niweze kuwa na vifaa za kuweza kuendeleza shule, kuwa na madawati, kuajiri walimu wengine, niweze kununua vitabu na hata kuajiri kusema wauguzi, niweze kununua usafiri kama mabasi, niweze kujenga mabweni, madarasa, laboratories, home science rooms, na pia niweze kutengeneza kama vifaa vya kuchezea. Unajua elimu si elimu tu kama hamna mchezo. Lakini mume wangu alisimama na mimi, akawa kama nguzo yangu ya kunisaidia hapa na pale ili niweze kutimiza hayo masharti yote, na pia kwa hela za kuanzia shule hiyo. Mmejifunza kitu wanafunzi? Kwa kweli nilipata pesa za kutosha kutoka Equity kuanzia kupitia kwa solution yao inaitwa Fanikisha. Hii solution ni ya wanawake. Na hapo waliponipa, hata nikiendelea nikimaliza huwa nachukua mkopo mwingine. Katika hii safari yako, pengine umeona ni umuhimu gani wa mtu kuwa na mshirika wa kifedha kama kuwa na benki ambayo unatembea nayo? Ni kwamba kuna wakati unakwama kama shule, especially during likizo. Unapata kwamba unahitaji pesa za labda kulipa wafanyikazi, na utaendea Equity Bank ikusaidie. Fees collection pia wanayo. Jambo lingine ambalo nafurahia benki imenisaidia ni ya kwamba kunipa ile financial literacy, ile masomo kulingana na kuendeleza kama service yetu ya education. Najivunia sana, inanipatia furaha katika roho yangu, kwa sababu nilipoona watoto wakiingia hapa wakiwa miaka karibu 3-4, unaona mtoto ametoka pale ameenda katika chuo kikuu na amesoma, amemaliza, amekuja mpaka ameleta mtoto wake. Kwa hivyo mimi sasa karibu napata wajukuu katika shule. Niko na shule katika maeneo ya Embakasi, Nyayo Estate, niko na shule katika maeneo ya Utawala, niko na shule hata Kajiado. Tumeweza kuajiri walimu wengi na pia wafanyikazi wengi, madereva pia. Katika majina yote, kwa nini ukachagua jina Good Testimony? Nilitamani sana kuwa na shule na kuweza kuendeleza elimu katika nchi yetu ya Kenya, na kweli Mungu akanijalia, akanipa shule, kwa hivyo nikaita Ushuhuda Wema. Miaka ijayo, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Good Testimony itaweza kuwa na chuo. Kipi ambacho unaona tia nguvu ya siku kazini na pia nataka kupanua hii? Kisha huwa na walimu kazi nimefanya nao miaka sana. Ona vile wamejiendelea kile walipata hali hapa. Inanipa nikadirisha. Mimi nilijinyima ili focus na niweze tipo himiza
Kishika fulani ni lazima wawe na bidii na wawe consistent. Wanawake tunaweza, wanawake tujitie moyo. Ingawa tuna mizigo mizito sana tumebeba, lakini tunaweza. Mwanamke Bomba imeletwa kwako na Equity.